Naam, sasa turejee katika kaunti ya Machakos ambapo kupoteza kiungo cha mwili hubadilisha kwa kiasi kikubwa maisha ya kawaida ya mtu binafsi, haswa kutokana na changamoto ambazo hujitokeza, wengi wakishindwa kujitegemea na kuendeleza shughuli za kila siku. Katika kaunti ya Machakos, baadhi ya wakazi hujipata katika hali hiyo baada ya kuhusika katika ajali barabarani, kuvamiwa na wanyamapori na wengine kuugua ugonjwa wa kisukari. Kupitia mpango unaoendelezwa na serikali ya kaunti, baadhi ya waathiriwa wamepata afueni baada yao kupokea miguu bandia itakayoimarisha maisha yao kwa kurejesha uwezo wao wa kutembea. Kwa Jeremiah Mutinda, Dunda Kasoloi na Samuel Sila, maisha hayakuwa ya kawaida tena baada ya ajali na matukio tofauti yaliyopelekea wao kupoteza miguu. Niliumia kutoka manjini, niliumwa na crocodile. Nilikuwa nimesimama kando ya barabara, pikipiki kama inakuja, jamaa akanigonga. Nilikuwa na shida ya sukari, ndio ilifanya nikatwa mguu. Safari hii haikuwa rahisi kwao, hata katika hatua za kwanza za matibabu walipotakiwa kukubali upasuaji wa kukatwa mguu, hatua ambayo baadaye ingeathiri maisha yao ya kila siku. Si hata nilikuanga nakataa, ni venye tu nilishikwa kilazima juu ingetengenezeka, hakuna njia ingine ingefanywa. Nilikuwa nakataa kabisa, unacheza na kutolewa mguu ukae chini. Wakati nilipopokea taarifa ya kwamba nitakatwa mguu, ilikuwa ni changamoto kwangu kwa sababu nilishindwa venye nitafanya. Wakati nilipokatwa nilipitia mambo magumu sana kwa sababu nilikuwa najitafutia, na wakati huo mpaka saa hii si kuwa nazame kujitafutia kimaisha. Ila sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea miguu bandia kupitia mpango unaoendelezwa na serikali ya kaunti ya Machakos utakaorejesha uwezo wao wa kujitegemea na kuendeleza shughuli zao za kila siku. Mguu nikipata naweza kujitafutia kesho yangu, familia yangu. Timu mkuu itanisaidia for now kutoka kwa one place to another, kuendeleza business zangu zenye nilikuwa naendeza. Kama ilikuwa changamoto ya kutumana vitu niletewa pale niko, for now naweza toka na kwenda kuchukua chombo fulani na kuleta, inaweza nisaidia. Niko na watoto, niko na mama. Unajua sasa mtu akiwa hafanyi kazi, hata bibi anaweza enda kwa ajili ya nini? Unaweza kaa na mtu mwenye hakuna chochote anakupea. Lakini kwa wakati huu sasa mambo si mabaya. Nashukuru kwanza kwa gavana wetu. Kulingana na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wataalamu wa teknolojia ya viungo bandia na vifaa vya msaada kwa walemavu Kenneth Meli, kuna umuhimu wa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kushirikiana kuhakikisha upatikanaji wa viungo bandia na matibabu, hasa katika kaunti ambazo kuna utumizi mkubwa wa mashine pamoja na visa vya mashambulizi ya wanyamapori ambayo hupelekea majeraha na kupoteza viungo. These are counties that do a lot of farming, and I'm told around here there are a lot of chaff cutters. So many people have lost one or two fingers. Then these are the things we are talking about. Many people, up to a tune of almost 50,000 in Kenya, require prosthetics of one type or the other. But only 5% can access these prostheses. We need to invest in the sense that these are the people who also have families. They have, even if they don't have a family, they have a right to have a family. How will they feed their families? We know there are many other families and marriages which have broken because of that. The husband is amputated, the wife runs away. The wife is amputated, the husband leaves the wife and the children. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.